Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watazamaji, wafuataji wa hii dini yetu ambayo inahusu Uislamu ni dini ya kweli. Tulizungumzia yaumul Eid, tulizungumzia siku ya Eid, tukazungumzia furaha ya siku ya Eid, tukaizungumzia namna Muislamu aliyefunga, au tukazungumzia maana ya Eid, maana yake nini, na tukaizungumzia vipi mwanadamu au Muislamu anapaswa afurahi katika hiyo siku ya Eid, afanye nini, yani anafurahi vipi. Nataka niguse kidogo kwa sababu kabla ya kusali Eid tunakuwa tumetoa kitu au tumetoa kiwango cha watu waliofunga. Tumetoa kiwango cha watu waliofunga ambaye kila mtu anatoa, ili tuwape maskini ambao hawakuweza kufanya nini, na wao wafurahi na sisi. Kwa hiyo miongoni mwa kutoa sadaka, miongoni mwa kukumbushana, miongoni mwa kufundishana ni mambo mazuri ambayo yanapaswa yafanywe yaumul Eid. Njia za kukumbushana mazuri na njia za kufanyiana mazuri na kuambizana na kuongeana mema ya kufurahishana, hii ni miongoni mwa furaha za siku ya Eid. Siku ya Eid haina ubaya watu wakichanga wakaandaa michezo fulani ambayo inakubaliwa na Uislamu, ambayo inaendana vizuri na furaha za siku hiyo, kama vile kucheza mpira, lakini kwa njia ambayo ya kuonyesha kwamba watu hawatokaa uchi, lakini wanacheza mpira ili wapate kuungana. Hii michezo inakubaliwa. Au michezo ya kushindana kukimbia, michezo yote ambayo inamfanya mtu afurahi, ya kumfurahisha mtu, au kuwapeleka watoto katika sehemu ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya furaha, yani watoto wameandaliwa kwa ajili ya furaha. Kwa hiyo hii yote ni njia ambazo zinaendana na yaumul Eid. Siku ya Eid inakupa nenda kafurahi kwa aina ambayo wewe unaona, yani inalingana na nguvu zako au na upato wako, kwa sababu sehemu zingine ni mapesa, sehemu zingine unalipia pesa. Lakini kama unachukua watoto zako na mayatima, unawachukua sehemu za kuchezea, watoto wanaochezea, unawapeleka na wao wanacheza na watoto zako, au wanakusanyika na watu wengine ambao wamekuja kufurahi, hawa watoto watakuwa na roho nzuri, watakuwa umeweka furaha ndani ya moyo ya muumini. Kwa hiyo hata wazazi wao ambao wamebaki, kama ni mama zao waliobaki, watakuwa na furaha nao, watakuwa na furaha na wewe. Sasa siku ya Eid ni siku kubwa, lakini ni siku ya kuendana na furaha. Kama tulivyosema, furaha zatu unafurahi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kusanyika na watu wenzako, kama una uwezo fanya kama vile walima nyumbani, waite watu maskini sana, yani kwa wingi wawe ni maskini, ili wafurahi na wewe, wapate furaha na wewe, wapate kufurahi na wewe na Waislamu wengine. Sasa kundi la Waislamu wakikaa sehemu katika furaha yaumul Eid,
wanakuwa wamesagaza Uislamu. Na hii Eid si kwamba ni Waislamu peke yake. Fanya kila mtu awe ni unafurahi naye, Muislamu si Muislamu. Muonyeshe furaha zako, muonyeshe uzuri wa Uislamu ambaye si Muislamu. Jirani yako, mfanyakazi mwenzako mnafanya kazi nao, waite, waalike siku ya Eid. Chukua chakula ambacho unacho, changiwe na watu. Ukiweka sehemu kama vile harusi, yani watu wengi, unakusanya watu wengi, mnakaa mnachangia, watu watafurahi, watu watakuwa, yani utakuwa umefanya jambo kubwa sana katika siku ya Eid, kwa sababu siku ya Eid ni siku ya furaha. Kwa hiyo kila mmoja atakiwa apate katika furaha zako, na yeye afurahi na wewe. Mchangie furaha. Nakwambia, ukichangia na watu furaha zako, utakuwa umesambaza Uislamu. Umesambaza Uislamu kutokana na hali uliopo, kwa sababu kila mtu ukimweka katika akiona, ukimweka katika mwaliko wako, ukimwalika, anaona kwamba wewe unamthamini, unamheshimu, na inaonyesha yani wewe ni ndugu yake, ni rafiki yake. Kwa sababu hiyo imekupelekea wewe umwalike katika siku ya Eid. Siku ya Eid aje afurahi na wewe, aje achangie na wewe chochote ambacho unacho. Atakuwa na furaha kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameona uzito wewe uliouchukua wa kumwalika. Hatizami chakula ulichompa. Mtu mzuri hatizami chakula ambacho mmekula, kwamba mmechangia chakula fulani, kiwe ni kichache au kingi. Yeye tu anathamini ile thamani uliompa, ili umwalike aje apate namna ya kufurahi na wewe, aje achangie na wewe furaha. Sasa hii thamani hii anayochukua hii inamuonyesha, yani inakuwa ina muathiri ambayo si Muislamu. Anaona kwamba labda dini ya Uislamu ni dini ambayo inathamini kila kiumbe, kila mwanadamu. Na ni kweli, kwa sababu Uislamu katika furaha, hatuna Muislamu wala asiyekuwa Muislamu. Kwa sababu leo si Muislamu, lakini anaweza kesho, hujui, na yeye hajui, Mwenyezi Mungu akamuongoza katika njia iliyonyooka, kwa sababu yako wewe aliyemtendea wema, aliyemthamini, aliyempa thamani zake, kamuonyesha kwamba huu ni mwanadamu ambaye anapaswa kuwa na furaha na mimi kwa siku yangu ya kufurahi. Sasa kila Muislamu anakuwa na siku hiyo, anakuwa ni mwenye kufurahi kwa njia za kumridhisha Mwenyezi Mungu, na kuwafatana na ndugu zake, wenzake, marafiki zake, majirani zake, wafanyakazi wenzake, hata vile vile hawa watu ambao wafanyakazi serikalini, maserikalini. Alikeni wakubwa zenu, viongozi waalikeni, waonyeshe Uislamu gani, Uislamu ambao furaha za Uislamu zinakuwa vipi. Siku ya Eid ni siku kubwa sana ambayo yatakiwa mwanadamu aiweke kwenye akili yake kwa njia ambayo ni ya kumridhisha Mola wake, kwa sababu ni siku ya kukusana na watu wengi, siku ya kukusana na watu ambao wana hali tofauti. Na nataka nikwambieni ndugu zangu, mtu ambaye si Muislamu akitizama, akiona vizuri vipi Waislamu wanawachukua miskini zao, watu miskini wao,
matajiri wanakaa na maskini, watajiri wanakaa na watoto mayatima, wanakaa sehemu wanakula pamoja, hawawachague. Hii itakuwa na athari kubwa sana, itakuwa na athari kubwa sana. Mimi nakumbuka kabla sijawa Muislamu, mwanzo kabisa, yani tulikuwa tukiwa na watu ambao ni Waislamu. Sasa Waislamu siku ya Idi walikuwa wakitualika, sisi tulikuwa wadogo, lakini wakitualika kula chakula cha Idi. Walikuwa wakipika pilao ile nzuri ambayo iko tamu, wakituita sisi watoto. Tunapenda sana majumba ya Waislamu kwa sababu walikuwa wakijua, yani siku za walikuwa wakijua kupika kile chakula kitamu. Sisemi kwamba hicho chakula hicho kimesababisha mimi nisilimu, la, lakini kutokana na heshima ambayo niliyokuambia kwamba mtu ambaye umemwalika anachukulia heshima ambayo wewe umemfikiria. Hachukulii chakula cha yaumul Eid, hachukulii chakula cha Idi, la, anachukulia kwamba wewe umemthamini, umempa wakati, umemfikiria na umekuja kumchanganya na wewe na familia yako. Sasa inampa umuhimu fulani na mkuweka athari ya siku ya Idi, siku za furaha, kwamba siku ya furaha mnafurahi naye. Kwa hiyo inampelekea yeye afikirie sana mara kwa mara, vipi Uislamu umetengeneza siku kama hizo. Sasa furaha za Uislamu kwa siku ya Idi ni furaha ambazo zinaendana na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Yani usiende mbali na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Furaha zako zisikupelekee wewe ufanye, yani umuasi Mola wako. La, ni siku ya kumfurahisha Mola wako. Kwa kutokana na siku hiyo ya furaha zako, ni kufurahia kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Waislamu wanamshukuru kutokana na ibada kubwa ambayo wametoka ndani, ambayo ni ibada ya funga. Kwa hiyo siku unafungua, lazima ufurahi, kwa sababu utaanza kula chakula mchana. Ulikuwa umemaliza siku 29 au siku 30 huli mchana. Sasa Mwenyezi Mungu amekufungulia siku hiyo, anakupa ruhusa kula. Kwa hiyo furaha inakuwa ni nyingi, na furaha zitakazozidi ni furaha ambazo mwanadamu atakutana nazo siku ya malipo. Mwenyezi Mungu ambaye atakuwa amemlipa, anamlipa kutokana na mazuri na mema aliyoyatenda duniani. Kwa hiyo siku ya Idi, siku ya furaha, ni siku ambayo inatakiwa mwanadamu aifikirie sana na aiwekee makini. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atufikishe kwenye Idi na atupe uwezo wa kufurahi katika furaha ambazo anazikubali Mwenyezi Mungu, anazipenda Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Muislamu kufurahi ni kitu kizuri. Pumziko kidogo, tunarudi tena. Naam, tunarudi tena kutoka katika mapumziko yetu. Tunaendelea mbele na kuizungumzia Idi, lakini nafikiri mambo ya Idi yote nimeyazungumza. Na sina budi ni mweleze Muislamu anayenitizama kwamba jitayarishe na siku ya Idi. Anzia leo ukitayarisha namna ya kufurahi yaumul Eid. Mwenyezi Mungu atakapokufikisha uwe uko vizuri, uko kwenye njia ya kumfurahisha au ya kufurahi kwa wema. Tengeneza vitu vya kufurahia nayo kulingana na uwezo wako. Isiwe ni siku ya kufanya mengi ya kuharibu. Yani watu wanapika chakula hadi wanamwaga kwa sababu ni siku ya furaha. Eti ni siku ya Idi. Kwa hiyo siku ya Idi
Hakuna chakula zaidi ya kile, lakini weka chakula fanya chakula ambacho kitawatosheleza watu na hakina ubaya, hakitoharibika. Usije ukaharibu chakula. Kama mmekula kimebaki, subiri, watu jioni watakuja kula, miskini ni wengi. Tafuta watu ambao watakula chakula. Usije ukamwaga chakula, kwa sababu kumwaga chakula ni tabia mbaya, ni tabia ambayo haifai kwa Muislamu. Muislamu unapaswa katika furaha yako upike au utengeneze vitu ambavyo vinaendana na siku hiyo. Chakula cha mchana, chakula cha usiku, asubuhi chakula, lakini kiwe ni chakula ambayo si cha kumwaga. Uislamu hakubaliwi kumwaga chakula. Kumwaga chakula ni tabia mbaya, ni tabia ya shetani. Kwa hiyo usije ukapa shetani njia ya kukuchezea na kukuharibia ibada zako. Nasikitiza jambo hili kwamba watu wanapitisha siku ya Idi, wanapika chakula ambacho watu wanakula na wanafikia wakati wanamwaga. Nyumba za matajiri waliotajirika, Mwenyezi Mungu alionemesha, aliwapa neema zake, badala ya kutumia hizi neema katika njia nzuri, kwa siku hiyo wanapika chakula ambacho wanakula, wanashiba, hawana wa kuweka tena chakula hicho, wanaamua wamwage. Usimwage chakula ndugu yangu, au usipiki chakula hadi cha kumwaga. Si tabia nzuri kumwaga chakula, sio kwenye siku ya Eid peke yake. La, si kwenye siku ya Eid peke yake. Kila wakati usiwe unapendelea kumwaga chakula. Chakula hakimwagiki. Hii ni neema, ni riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekuneemesha na riziki hiyo, kwa hiyo usije ukaiharibu. Kuna watu wengi ambao hawakupata riziki yako kama hiyo. Kwa hiyo fikiria mtu ambaye anahisi njaa na wewe huku unamwaga chakula kwa sababu ni siku ya Eid. La, siku ya Eid haimaanishi kwamba mtu anapika chakula ambacho hawezi kumaliza. La, yani unaendana sambamba na unafuata kiasi cha kuwa hii ni wakati wa furaha, lakini kwa furaha zako ni kufurahi namna Mwenyezi Mungu Mola wako anazotaka. Na kwa miongoni mwa za furaha anazozitaka ni wewe kuchangia na watu, lakini mnatumia neema zake vizuri. Kwa hiyo tusimwage chakula siku ya Eid, kwa sababu tumepata chakula chingi, kwa hiyo watu wamekula wakashiba wakaachia hapo, kwa hiyo tumwage. La, kama wameshiba, chukua chakula kile, kitengeneze, kiweke vizuri, kesho utakila, au usiku utakula, au siku nyingine, au utagawa. Gawia watu, gawia majirani, gawia miskini, gawia watu ambao, kwa sababu matajiri wakitafuta nani zao, wao wanafanya nini? Wanawatumia wale watu ambao na wao already nyumbani kwao wana vingine. Kwa hiyo hana haja na vyakula vyako ulivyokuja tu, anakuja tu kwa ajili umemwalika, lakini chakula tagusa moja anaachia hapo. Kwa hiyo wewe kila alichogusa mara moja mbili usije ukachitupa. Usimwage ndugu yangu, katafute. Kuna watu ambao wanahitaji, kuna watu wanahitaji, kuna viumbe wanahitaji chakula hicho. Kwa hiyo si vizuri wewe kuchukua hiki chakula kukitumia vibaya au kukimwaga. La, Muislamu nasema siku ya Eid afurahi kwa njia za kumwabudu Mwenyezi Mungu. Njia za kumwabudu Mwenyezi Mungu ni zipi? Ni wewe kualika watu na chakula ulichokitengeneza ambacho kinawatosheleza, na si chakula cha kumwaga. Chakula cha kumwaga hakiwe na baraka.
na sisi tunapenda baraka za Mwenyezi Mungu, na baraka za Mwenyezi Mungu ni siku ambayo utakaa unachangia na watu, siku ya Idi unachangia na miskini. Na Mtume Muhammad SAW amesema kwamba hakuna chakula kibaya kama chakula wamepewa ambao hawakitaji, na chakula kizuri ni chakula kile ambacho kimetengenezewa wale ambao wanahitaji kile chakula. Ukiwaalika kweli wanakula vizuri na wanashiba na wanafurahi. Kwa hiyo anaambiwa unaambiwa au unafundishwa usifanye chakula ambacho chakula kitaharibika. Hiyo ni neema ya Mwenyezi Mungu. Usisahau kwamba Mwenyezi Mungu amekunemesha wewe, amekunemesha chakula chako, usije ukakitumia kwa njia ya kuharibu. Usije ukatumia chakula hicho kwa kukimwaga, kwa kumuasi Mwenyezi Mungu, kama vile unamuonyesha kwamba haifai, nimemaliza hii, haifai kwangu. Sio manake. La, maana ya Idi, maana ya furaha ni wewe kufurahi kama anavyopenda Mwenyezi Mungu. Ni wewe kufurahi kama anavyopenda Mwenyezi Mungu. Furaha zako zichukulie kwamba hii siku ya Idi ni siku ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu katika njia ya kumwabudu. Yaani furaha zangu niziambatanishe na furaha zako siku ya Idi. Tukutane, tutembeleane, tucheze, tuzungumze mazungumzo ambayo yanaendana na siku ya Idi. Tunatoka kusali Idi yetu, tunakwenda kukaa tuchangie chakula chetu. Kwa hiyo Idi ni siku ya furaha kwa aina yoyote, lakini furaha ambazo zinampelekea mwanadamu kufurahiwa na Mola wake. Kama unavyofurahi wewe, basi kumbuka ya kwamba furaha zako ni za kumfurahisha Mola wako. Usije ukafanya furaha ambazo zinamsikitiza, zinamkasirikisha Mola wako. Na furaha ambazo zinakasirikisha Mola wetu ni furaha zile ambazo tukifanya vitendo sisi tuwaona ni furaha, lakini tunafanya vibaya. Kama nilivyotamka mwanzo, usiwe ni furaha ya kwenda kwenye kucheza michezo ambayo ni ya haramu. La, usiwewe furaha zako zisikupeleke kwenye baa. Furaha zako sizije zikupeleke kwenye baa. Furaha ya siku ya Idi si kwenda kwenye baa, si kwenda kwenye michezo ambayo haifai. Ni kucheza michezo au ni kukutanisha, ni kufuraha ambazo zinakupa amani na moyo na upendo baina yako na watu wengine. Lakini zikawa ni furaha ambazo za kufurahisha Mola wetu. Narudia mara nyingi sana, kwa sababu sisi tuko hapa duniani kwa kumfurahisha Mwenyezi Mungu, na tunamfurahisha Mwenyezi Mungu kwenye furaha zetu, na tunamfurahisha furaha Mwenyezi Mungu kutokana na kufanya mambo ambayo yanamfurahisha yeye Mola wetu. Sasa isijikawa mwanadamu anafikiria, Muislamu anaona kwamba siku ya Idi imefika nafanya nitakalo. La, bado uko kwenye nani ya Mola wako, ndani ya maelezo, ndani ya mafundisho, ndani ya kitu cha Mwenyezi Mungu amekukadiria. Kwa sababu hata siku ya Idi ni siku ya Mwenyezi Mungu, na wewe ni mtu wa Mwenyezi Mungu, na furaha amekupa yeye Mwenyezi Mungu. Sasa vipi umkasirikishe? Vipi umuasi? Kwa hiyo furaha zako ziwe ni furaha za kumfurahisha Mwenyezi Mungu, sio furaha za kumkasirikisha Mwenyezi Mungu. Sisi wote tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe furaha nzuri, atupe kuweza kufurahi kwa aina ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Atuepushe mbali na furaha zetu ambazo zinaweza zikamkasirikisha Mwenyezi Mungu.
furaha zetu ziwe ni furaha ambazo zinamfurahisha Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunazifuata katika njia ambayo ametuongoza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio kusahau, usije ukasahau kwamba hizi takbirati za yaumul Eid, za siku ya Eid, zinaendelea siku nzima mpaka salatu al-asr. Watu baada ya salatu al-asr ndio zinakatika takbiratu za yaumul Eid. Zenyewe zaonyesha furaha, kama nilivyowaambia. Takbirati hizi zaonyesha furaha kwamba mja anafurahia siku ya Eid na siku ya kumalizia ibada yake, ibada ya funga. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa hayo nafikiri tutatoshekana na hayo, lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu ambaye ndiye uwezo wa kila jambo, akubali funga yetu. Mwenyezi Mungu akubali matendo yetu. Mwenyezi Mungu atulinde, atupe afya nzuri. Mwenyezi Mungu atulinde na watu wetu na familia zetu na watu wote ambao wako duniani. Mwenyezi Mungu atupe furaha za siku ya Eid ziwe ni furaha nzuri ambazo zinamfurahisha Mwenyezi Mungu. Atuepushe mbali na furaha ambazo tunafikiri zinatufurahisha sisi, lakini zikawa ni zenye kumkasirikisha Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, kama nilivyokuambia kwamba furaha za Uislamu, mtu ambaye anaweza kumuasi Mwenyezi Mungu katika siku ya Eid ni kama vile anamuasi Mwenyezi Mungu wakati ambao anawalipa wanadamu siku ya Kiyama. Sasa siku ya Kiyama itakuwa kila mmoja yuko kivyake. Ni siku ya malipo, Mwenyezi Mungu anawalipa wanadamu. Sasa Mwenyezi Mungu anafanya malipo ya wanadamu na mwanadamu yuko pale anamuasi Mola wake, wayadhu billah. Sasa kwa hiyo ndugu zangu, tusifanye kazi za kumuasi Mwenyezi Mungu. Tusiwe ni watu wa kumuasi Mola wetu, bali tuwe ni watu wa kufurahi katika furaha ambazo anazikubali Mwenyezi Mungu, na kwa namna anakubali Mwenyezi Mungu na anapenda Mwenyezi Mungu. Siku ya Eid si siku ya kufanya maovu, si siku ya kutafuta. Sasa kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika waja ambao watafurahi vizuri. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.